Ndugu zangu, naomba tugusie kidogo leo swala la vipimo hususan afya ya mwili kiujumla. Karibu sana kwenye chaneli yetu Ajira Update, na kama bado hujasubscribe chaneli yetu, unaruhusiwa na inatakiwa usubscribe ili uweze kuwa unatoa mawazo yako. Iko hivi, kwenye swala la vipimo au afya kiujumla, ninakuomba kama unatamani uweze kufuzu vipimo vya afya, jaribu sana kufuatilia afya yako. Nikwambie kitu, unaweza ukajiona ni kijana mdogo, ukajua kuna magonjwa hauna, mfano kama pressure ya kupanda, pressure ya kushuka, unaweza ukajiona uko fiti. Lakini kumbe ukienda hospitali kupima pressure yako ya mwili, unaambiwa iko juu au iko chini, haiko normal. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo ukiweza kuvifuatilia sasa hivi mapema, mfano kama jambo la pressure, nasisitiza sana, wengi watafeli kwa sababu ya pressure. Hakikisha unaenda hospitali, unaenda kupima, unajua kwamba una pressure au hauna. Kama pressure yako ni normal, basi endelea kuimaintain. Kama una pressure ya chini, watakupatia ushauri. Moja ya ushauri watakaokupa, watakwambia au huwa hufanyi mazoezi au unafanya kazi za kukaa sana. Kwa maana hiyo, ukishaambiwa hivyo pressure yako iko chini, jitahidi sana ule vyakula ambavyo vinaweza kupandisha pressure yako iweze kupanda, na pia ujitahidi kufanya mazoezi angalau kila siku hadi pressure yako itakapokuja kukaa normal. Kwa maana hiyo, kuna tatizo la pressure ambalo linaweza kusolvika mapema. Kabla ya siku ya usaili unakuwa pressure yako umeiweka sawa, hadi unaenda kupima pressure yako inakuwa iko bie. Kwa hiyo hakikisha sana. Kitu kingine, magonjwa madogo madogo kama ya UTI, sijui nini, yanaweza kukufanya yakakutoa kwenye mchezo, maana yanasababisha vitu vingi sana. Ukiwa na magonjwa mwilini ambayo huyaoni, yanaweza sababisha matatizo mengine ambayo akipima lazima yapatikane. Kwa maana hiyo, jitahidi sana kutembelea hospitali kuweza kujua afya yako kabla ya siku ya usaili. Na kama unafahamu ya kwamba hakuna mtu anayejua tarehe wala siku ambayo atapigiwa simu, ni kama surprise. Kwa maana hiyo, jiandae kuanzia sasa. Kuanzia sasa hivi tembelea hospitali. Nafikiri mtakuwa umenisikia kwa makini. Kinachobaki ni utekelezaji. Chao.